Wengi tunamjua Rodri kama mmoja wa viungo bora kabisa duniani. Lakini je, unajua kwamba nyuma ya mafanikio yake kuna maisha ambayo ni tofauti kabisa na yale ya mastaa wengi wa soka? Rodri hana mitandao ya kijamii, hana tattoo hata moja. Aliwahi kuendesha gari la mtumba, yani used, na wakati tayari anaanza kucheza soka la kulipwa, bado alikuwa anaishi kama mwanafunzi wa kawaida. Na cha kushangaza zaidi, aliamua kusoma shahada ya usimamizi wa biashara huku akiendelea kujenga jina lake kwenye soka. Najua bado unashangaa maisha ya star huyu anayoyaishi nje ya uwanja. Ni mzaliwa wa Madrid nchini Hispania. Majina yake kamili ni Rodrigo Hernandez Cascante, yani Rodri, mmoja wa wachezaji wachache wa kiwango cha juu ambao hawana kabisa ukurasa wa official kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mujibu wa maelezo yake, kutokuwa kwenye social media si bahati mbaya, ni uchaguzi aliyoufanya mwenyewe. Na hata baada ya kushinda Ballon d'Or, tuzo kubwa zaidi ya mtu binafsi kwenye soka, Rodri bado ameendelea kuwa mtu anayependa maisha yake ya nje ya uwanja yabaki kuwa faraga. Lakini maisha yake yalikuwa ya kawaida zaidi kuliko unavyoweza fikiria. Baada ya kupata leseni yake ya udereva, Rodri aliwahi kuendesha Opel Corsa used, yani gari dogo la abiria ambayo alinunua kutoka kwa mwanamke mmoja mzee. Na wakati huo huo hakutaka maisha yake yaishie kwenye soka pekee. Alipokuwa akianza kuingia kwenye kikosi cha kwanza cha Villarreal, alijiunga na chuo kikuu cha Jaume ambako alisoma shahada ya usimamizi wa biashara. Fikiria hii, unacheza soka la kulipwa, unajenga taaluma yako, lakini bado unaenda kwenye mihadhara na kufanya mitihani kama wanafunzi wengine wa kawaida. Na haikuwa rahisi, alichukua miaka 6 kumaliza shahada hiyo. Aliendelea na masomo hata alipokuwa tayari anacheza Manchester City. Kuna wakati alifanya mtihani wa mdomo, yani oral exam, siku chache tu baada ya kuichezea Hispania kwenye mchezo wake wa kwanza wa Euro mwaka 2020. Lakini maisha yake ya chuo yalikuwa ya kawaida kiasi kwamba aliishi kwenye makazi ya pamoja ya wanafunzi kwa miaka kadhaa, hata wakati tayari alikuwa akicheza soka la kulipwa la Liga. Na hapo ndipo pia alikutana na mwenza wake wa muda mrefu, Laura, ambaye alikuwa akisomea udaktari. Lakini jambo lingine linalomtofautisha Rodri na mastaa wengine wa kizazi hiki, jamaa huyu hana tattoo hata moja. Katika kipindi ambacho tattoo zimekuwa sehemu kubwa ya muonekano wa wanasoka wengi maarufu duniani, amechagua kubaki bila tattoo kabisa. Kwa hiyo licha ya kuwa Ballon d'Or winner na mmoja wa viungo bora wa kizazi chake, anaonekana kuchagua maisha ya kawaida, elimu, faraga na utulivu kuliko kuishi maisha ya spotlight muda wote. Rodri anatufundisha kwamba mafanikio makubwa hayamaanishi lazima ubadilishe kila kitu kuhusu wewe. Kutoka kuendesha gari dogo la abiria, kuishi kwenye hostel za wanafunzi, kusoma shahada huku akicheza soka la kulipwa, hadi kushinda Ballon d'Or bila hata kuwa na social media, Rodri ameonyesha kwamba unaweza kuwa juu kabisa kwenye dunia ya soka na bado ukaishi maisha yako kwa namna unayoamini. Huyu si Rodri wa uwanjani tu. Huyu ni Rodri ambaye watu wengi hawamjui nje ya uwanja. Hii ni IOTV Sports. Mimi ni Gladness Joseph.